tule mu takai musome na lamo au no wetu macho atushika nunu lusu donge wetu mwana watushika na osoma ano alamo ale mamba kaule bonga nane pyo someo lakini ni mutakise ele jele nibo uno ale mwana wa bulambo akondwa longe mabulambo beno miwechi tamwito tu ena eyo ebiritu ubamba bembe suku chose. Sasa mushite kenene alamo au nuwe tu mwana na nuwe tu machi. Hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: na Abwe Nyasa wa jamaa la Bashilambo, nyumba ya Mboka. Ni mtoto wa Kutoba Abeke Uziel na Apolina Ebinda wa jamaa la Balala Bashirulinda. Maisha ya ndoa. Marehemu aliolewa na mume wake aliyeitwa Masumbuko Mbanda Mwene Milongo mnamo mwaka wa 1986 kwa jamaa la Balala Bashirulinda. Mzao. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 6, wanaume 5 na wa kike 1, wote wapo hai. Wajukuu. Marehemu aliacha wajukuu 11, wa kiume 6, wa kike 5, wote wapo hai. Kwa ujumla marehemu aliacha jamaa ya watu 17. Kazi. Marehemu alikuwa mfanyabiashara, tena alikuwa mkulima. Magonjwa. Marehemu alipata magonjwa ya kisukari kuanzia mwaka wa 2020. Mwaka jana ukatokea ugonjwa mwingine wa mifupa ya miguu kuuma, kushindwa kusimama na kutembea muda wa miezi 4. Kilichofuatia kupungukiwa damu na kuongezwa damu mara kwa mara. Ilipofika hapo jana tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka wa huu tunao wa 2026, kwenye hospitali kuu vipimo vikaonyesha presha imeshuka. Ilipofika mida ya saa 12 jioni, marehemu akakata roho kwenye hospitali kuu ya Nyarugusu. Hapa chini ya jua marehemu aliishi miaka 59. Familia inasema Mungu ailaze mahali pema peponi nafsi yake. Imefanyika tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka huu tunao wa 2026 kwa Nyarugusu Kempe. Ni kwa niaba ya jamaa la Balala Bashirulinda. Iwe Chilonge. Iwe ilela ni mutakite na nivo kulo lubale o lenye kambo na lobilela elo nishinataki wanitango kanya mbaka kila mtu wose ole momone embe abatunti eno itu chinde ichaewe, lakini uno tumwana utum achi amone embe ya bulilela yachu chinde ichaewe nde tumukanya bato bose bali hano bashika bomi olwa bamwana niboto yo chinde echa cyumboto neto atoshika wakanya eyo benu bose ya abele tumotena nibo onu mwechi twana uma o wichi a wele mbuka ito ya olwe tole moleka betu bose tuba tumubala no musukuru le lobale abetu bana twabale lusuku lwa Mmeshi, twabale lusuku lwa Mtuba na lusuku lwa Inga twaombolole enong'anji. Obibyo tunashekenyenya benu bose longe tochusangana hano
ela ishibeo betu bose twanyakaneyo ntebana bibutu ikwechi eyo yetwataka imwela batu bose bacu tupatire ico mumolwa w'ikindi ica unutumaji na abecha amwele. Amen. Karibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na mimi nimesimama kama mjumbe wa kanisa kwa ajili ya kusoma hotuba ya marehemu kwa upande wa kanisa. Hotuba ya maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Naabwenyasa, kwa jina maarufu Melania, Mkristo wa kanisa letu la Kimethodisti huru aliyebatizwa mwezi wa 12 mwaka wa 1985 kama inavyoandikwa kwenye karti yake ya ubatizo pa Lusenda, wakati wa mkutano wa Christmas akisimamiwa na Revera Bitondo. Mama ambaye ni marehemu leo alikuwa ni mtu mwenye sifa za kuhimiza wengine katika safari kwa mambo yafuatayo: bidii katika ibada wakati alipokuwa mzima afadhali, bidii hata kwa utoaji na hata katika uwajibikaji kwenye shughuli mbalimbali za kanisa, wazifa. Baada ya mamaye mzazi kwenda Marekani, aliyejulikana kwa jina maarufu Mama Masera, yeye Mama Masera ndo aliyekuwa mchungaji na wetu, na wakati alipoondoka kwenda Marekani, binti wake mama ambaye kwa sasa yuko mbele yetu akiwa maiti ndiye aliyechukua nafasi hiyo. Lakini wakati alipolemewa na magonjwa au wakati alipobadili kijiji kutoka kuja hapa na kuwezewa, hapo ndipo alimpa mtu mwingine nafasi hiyo. Kuhusu magonjwa, mama aliumwa tangu mwaka wa 2020 ugonjwa wa diabetes na mifupa kama ilivyosomwa na familia. Lakini ilipokuwa usiku wa siku ya kwanza mwa Ijumaa na saa 10 ya usiku kuamkia siku ya pili, alinipigia simu usiku, nikapokea simu. Aliongea maneno machache tu ya kusema ya kwamba mwili wangu umebadilika ghafla, na siamini ya kwamba baada ya wewe kusikiliza sauti yangu hii utaisikiliza tena. Ilinibidi nisimame bila kujali majira. Nikaja, nilipofika mlangoni tu nilimuuliza maswali machache ya kucheki, ya kutaka nijue ikiwa uzima humo. Niliuliza kutaka kujua uhusiano wake na Mungu ukoje. Alisema, mwalimu, kama unavyonijua kila wakati nikikuita na najipatanisha mimi na Mungu. Kwa kweli hakuna tatizo lolote lile. Na kwenye maombi yangu niliyoyaomba machache tu, niliona mfumo wa kuomba ulibadilika. Nikamwambia Mungu ya kwamba hivi nimesimama kwenye ukingo wa mto usioonekana kwa macho ya kawaida, lakini mto unaoonekana kwa macho ya kiroho. Nimetoka mbali kwa ajili ya kuja kukukabidhi nafsi yako ambayo ulinipa kwa neema yako nihifadhi, ili isipokonywe na majambazi pamoja na mbwa mwitu njiani. Nikukabidhi wewe ulio upande ule na mimi nilio upande huu, tukabidhane. Kwa sababu ulitaka zaidi, basi mimi kama mwanadamu ninalazimika nijisalimishe, lakini bado tulikuwa tunaitaka, na kwa sababu umeitaka zaidi, kile unachokitaka kitendeke. Nikasema amen. Aliongea, niliona amekaa kimya kama dakika 3, na kufika jioni yake mtu akahama, amehaga dunia. Hivyo katika maisha yake yote amefanya katika maisha yake ya Ukristo amefanya miaka 40 tangu alipobatizwa mpaka leo, jinsi ambavyo ameondoka miaka 40. Na kutokana na hicho kitu tunasema ya kwamba Bwana ambaye amemtaka zaidi
sisi ambao ni viumbe tunalazimika ni kujisalimisha tu. Kwa ajili ya hiyo niseme ya kwamba Bwana aliyetoa, aliyetupa na ndiye tena amechukua mtu wake, na jina la Bwana litukuzwe. Amen. Karibu Petro. Shekene na ono.